Karibu mpenzi mtazamaji kwenye mafunzo yetu ya kutengeza Android Studio, kutengeza applications za Android kwa kutumia Android Studio. Kama umesha download tayari Android Studio, basi una click Android Studio, itakuja kukuletea menu kama hii. Kwa hiyo tutakwenda kutengeza Professional App. Professional App ni app ambayo itakuwa na vigezo vya kuwekwa Play Store. Kwa hiyo app yetu tutakuwa tunaiangalia kuanzia mwanzo wa kutengenezwa mpaka itakapoenda kuingizwa Play Store. Sasa kama ndio sasa unaanza, una click new project. Kwa hiyo tuna click pamoja new project, tunakwenda kutumia empty activities. Hii ndio ambayo tumeanza kutumia tangia siku zilizopita. Kwa hiyo bila shaka utakuwa mgeni. Kwa hiyo tuta click hapa new activities, empty activities, kisha tuna click next. Tunatengeneza hapa jina la application yetu, nasema my professional app. My professional app ndio jina la application hii. Kwa hiyo hii ndio package name na language ni Java. API level natumia level ya 16. Lakini unaweza kuweka level yote, lakini tutachukua 16 kwa sababu simu yetu itaweza kufunguliwa, application yetu itaweza kufunguliwa na 99.8% ya simu zote. Kwa ukifika hapo unakwenda next. Mpenzi mtazamaji, kama hii ndio mara yako ya kwanza kufungua Android, kuangalia somo hili na huja download Android Studio, basi angalia video yetu kuanzia somo la kwanza mpaka somo la pili. Kuna maelekezo ambayo yatakusaidia kuweza kudownload Android Studio. Ukisha download Android Studio, hakikisha una download na Android Emulator. Android Emulator ni nini? Android Emulator ni software ambazo zitakusaidia wewe kufungua application za Android katika ndani ya kompyuta yako. Zipo emulator nyingi, kwa mfano ipo BlueStack ambayo ni maarufu sana, watu wengi wanajua. Kuna UWave, ni ya zamani kidogo. Kuna Noxy. Kwa hiyo zipo emulator nyingi sana, lakini Android Studio yenyewe ina emulator yake. Lakini hata hivyo sio hivyo, kuna nyingine inaitwa Core Player. Kwa hiyo Core Player ndio ambayo nashauri sana utumie kwa sasa. Kwa nini nashauri utumie Core Player? Kwa sababu yenyewe ni nyepesi, haichukui RAM nyingi, inaweza kufunguliwa mpaka kwenye simu za RAM moja, kwa hiyo ni nyepesi sana. Kwa hiyo application yetu ambayo tunakwenda kuitengeza ni professional app, na tunatarajia iwe katika sura kama hii unavyoiona. Itakuwa ina batani 3. Batani hii ya kwanza ni main button, ambapo batani hii itakuwa ndio hasa mahususi kwa nini tumetengeza application hii. Ina maana content zetu tukiklik hii batani inatakiwa itupeleke kwenye content za hii app. Lakini tukiklik hapa inatakiwa hii batani ishare, tuna share hii app. Kwa hiyo tukiklik hapa tunatakiwa turudi tena kwa Play Store tuweze kulike hii application. Kwa hiyo hizi batani zetu 3 na kila moja itakuwa na kazi yake. Kwa hiyo katika somo letu la leo hii la video ya kwanza hii, tutaangalia namna kutengeza hizi batani 3 na kuziweka kama zilivyo. Hebu tuende kwa pamoja. Kama ilivyo kwamba nilikwambia user interface, yani ule muonekano wa nje ambao utakutana nao mtumiaji, tutautengeze kwa kupitia hapa kwenye layout. Kwa tunakuja kwa layout, tunaangalia faili hili hapa activitiesmain.xml, una click hili faili, kisha utaliona limeload kama hivi. Hivi vijimaneno visikupe tabu, unaweza kuvitoa ama tunaweza kuviweka kwa chini hapa. Kwa hiyo tunaweza pia kuvizidisha ukubwa kama hivi ili kuongeza mbwembwe ya application yetu. Kwa tunaweza kufanya hivi, ama tunaweza tukavitoa pia kwa kubonyeza delete. Una highlight hapa, kisha una right click, unakuja hapa delete, tuna delete, tumeshavitoa. Okay, sasa tuanze kutengeza batani zetu. Kwa tunakuja batani kama unavyoona ni hii hapa, batani zetu ni 3. Kwa tunaleta batani ya kwanza, una hold hapo kutumia left click hapo, ila una mouse una click kushoto hapo, ila huachi, kisha unaibeba hapo, unaleta hapo batani ya pili, kisha tunarudi tena, tunabofya mouse kushoto, batani ya kushoto, kisha huachi, kisha unaleta hapa, tuna drag hapa. Kwa hiyo tayari batani zetu 3. Je, tutaziongezaje ukubwa? Tunafanya hivi. Hii batani yenyewe ina pembe kama unavyoiona. Sasa katika hizi pembe kuna hichi kama unachokiona. Ukaleta hapa inaleta alama hii. Alama hii ina maana hapo unaweza ukaikamata na kuiongeza ukubwa. Kwa hiyo tunaanza na hizi pembe 4.
Kwa tunakamata pembeni hapo, unaweka kasa hapo, sio hapa, unaweka hapa. Ukiweka hapo unakuja kubonyeza left hapa, left mouse button ya kushoto ya mouse yako, kisha huiachie, unakuja kumvuta kwa ukubwa kama huu mathalan. Kwa hiyo huishi kwa ukubwa huu. Kwa juu huku tunaweza tukaleta kama hapa, ama tena likiwa lisio kubwa sana tunaweza tukaifanya ndogo ndogo kama hapo, pia inatosha. Kisha tuna batani yetu hii hapa. Hii tunaweza tukaiambia tunataka iwe juu kidogo hapa. Je, ukubwa gani? Ukubwa huu unaweza ukatosha. Kisha tuna batani yetu hii hapa, tunaweza tukaweka ukubwa huu, kisha zote zinakaa katika mtindo kama huu kama unavyoona hapa. Kwa hiyo tayari application yetu tumeshatengeza ikiwa ina batani hizo hapo 3. Okay, nini kinafuata sasa? Kuweka text, kuweka majina ya hizi batani. Kumbuka kwamba text zote zinatakiwa zikae kwenye string. Kwa hiyo ndio maana hapo unavyoona unaletewa error hizi, alama nyekundu maana yake error, kwa sababu kwenye string hizi text hazionekani kwenye string. String utaipata kwenye value hapa, kwenye value unakwenda kwa string. Sasa kwa string kama unavyoona hapa, text iliyokuwepo ni hii menu bar, hii main activities, lakini huku hakuna text zote. Kwa hiyo text hizo zote zinatakiwa zihame kwenye string. Sasa usipate tabu sana, uzuri wa Android Studio yenyewe inafanya kazi automatic. Kwa hiyo unakuja hapa, unaweka hapa kasa yako kwenye hii error hapa alama nyekundu, ukiweka hapa inakuletea maelezo haya kama unavyosoma, this is not constrained, it only has this design time position. Kwa hiyo kama hivyo hapo, nini tunafanya sasa? Tunakuja kutengeneza hapa. Kabla kufika hapa, kwanza kuna kitu tunatakiwa tukifanye. Tunarudi kwa design, tunaweka constraint. Kama unavyoona hivi viduara vitupu. Constraint ni constraint kwamba sisi tunakwenda kudesign hii application sasa, kuiambia kwamba batani hizi mbili, moja inatakiwa iwe juu, moja inatakiwa iwe chini. Kisha batani hii inatakiwa iwe pembeni ya batani mbili hizi. Lakini pia tunaiambia kwamba batani hii pembeni yake kuna ukuta huu, inatakiwa ifike hadi mwisho, na huku kuna ukuta, mwisho wake kuna ukuta. Kwa hiyo hii ndio inaitwa constraint. Sasa hizi batani, kwa mfano kama hii device itarotate, hizi batani zinaweza kuvurugika namna yote ile. Lakini kama utazifanyia constraint, basi mvurugiko wake utakuwa ni wa afadhali, huenda isivurugike sana. Kwa hiyo tunaikaje constraint? Tunakuja hapa kila pembe hii tunaiambia hii sasa inatakiwa ifike ukutani. Kwa hiyo unakuja kuweka kasa yako hapa, mouse yako, una click left mouse button hapa, kisha unaivuta huku, imeshakuja. Kwa hiyo ikishakuja unaweza kuisogeza tena baada ya haizuru. Kisha tunakuja huyu, tunamwambia huyu yeye anatakiwa ndio awe wa mwisho huku. Kwa hiyo kwa ndio wa mwisho tunaweka huku, na huyu anatakiwa awe mwisho huku kwenda juu, hakuna bata nyingine maana yake. Kisha tukitoka hapo tunaweza kuziweka popote tunapotaka sisi. Okay, tukaja huku tunamwambia huyu ndio mwisho chini, hakuna batani. Kwa hiyo hii constraint tunakuja kuiweka mpaka chini. Kisha tukitoka hapa huyu tunamwambia wewe ndio mwisho juu, huku hakuna bata nyingine. Kwa constraint hii tunaweka huku. Kisha kitovu hichi na hichi, tunatakiwa tumwambie mmoja wapo. Huyu tunaambia kwamba juu yako kuna huyu, kwa tunakuja kumunga na huyu. Kisha huyu tunaweza kumleta tu hapa kwa mwenzie, basi haizuru. Kwa hiyo hapo sisi constraint haziko clear, kwa sababu huku nako hatujamwambia kwamba huku nako hakuna batani, ila mwisho wake kuna huu ukuta, kwa tushamwambia. Na huku tunaambia kwamba huku kushoto kulia kuna batani, mwisho kuna huu ukuta, tunaleta hapa. Kisha tunazisogeza huku, hamna shida. Okay, huku nako tunamwambia nani? Tunamwambia huyu kwamba huku kuna batani hii hapa, na tunaambia huku kwamba ukifika huku kuna batani hii, tunakuja kuleta hapa. Umeona? Kwa hiyo wote wameshajua. Huyu ameshajua kwamba chini yake kuna nini huku. Kwa hatuna haja kumwambia sana, kwa sababu tumeshamwambia huyu juu yake kuna nani. Kwa hatuna haja ya hii kumwambia chini yake kuna nani. Kwa mpaka kufikia hapo utaona kwamba error hamna alama nyekundu. Kwa hiyo hakuna kosa tena. Okay, tushamaliza. Tunaweza kuzirekebisha batani zetu. Kutoka hapo unaweza kuziongeza ukubwa, unaweza kuziongeza udogo, vitu vyote unaweza
kuviweka. Okay, tukitoka hapa sasa tunarudi tena. Kuna error hizi zinatuambia kwamba hizi text unazoziona zitaki kukaa hapa, sio sehemu yake. Kama unaona kwamba hii button imeandikwa hapa button, hii button, lakini hizi text sio sehemu yake. Text hazitaki kukaa hapa kwenye kodi hii ya XML. Text zinatakiwa zikae kwenye string. Sasa tunachotakiwa kufanya sasa, sisi tunakwenda hapa kwenye error ambayo ndio ya text hii hapa. Una click hapo, kisha unakuja pembeni, unakuja kama unavyoona hapo, kuna kijalama hicho, una click hapa, inakwambia extract string resources. Kwa tengeza string resources, hamisha hizo text ziwe kwa string, una click hapa. Kwa hiyo unaweka ID. Je, text zitakazo hapa ziwe na ID gani? Tunaweza kusema text 1. Haya, tunakuja hapa na hapo, na click, tunakuja pembeni, una click hapa, una extract. Hii tunasema text 2. Haya, tunakuja ya chini nayo hapa, una click hapa, unakuja pembeni hapa, una extract string resources in text 3. Okay, tumemaliza, hamna error tena hapa. Kama unavyoona kuzuri kabisa, hakuna alama ya blue. Pia unavyoona hapa pako clear, hakuna alama yoyote ile. Kwa hiyo hakuna alama njano wala nini. Kwa hiyo hakuna shida, button zetu zimekamilika. Sasa hebu turudi kwenye string. Hizi text zetu tuone zilivyo. Kama unavyoona kwamba text 1 hii hapa, hii ni ID, hii haionekane. Kinachoonekana hiki hapa. Kwa hiki ndo tunaweza tukakiedit. Tunasema main button, kisha button ya pili tunasema hii ni share. Kwa tuna share up. Hii button hii hapa ni ya kulike, ya kurate. Rate this up, mathalan rate this up. Tukitoka hapo tumeshaweka, hii ni title bar, unaweza kuibadilisha. Kwa hiyo tunarudi tena kwenye layout hapa, utaona majina ibadilika. Kuna main, kama unavyoona main button, share and rate as. Kwa hiyo tumeshatengeza button zetu. Hebu tuone, je, kwenye simu muonekano huu tukija kwenye simu utakueje? Tunafanyaje hapo? Tuna create, tunatengeneza APK. Tunakwenda kwenye build hapa, tukiwa kwenye build tunakuja hapa, tuna build APK, tuna click hapa. Okay, tunasubiria iendelee kuload. Kwa hiyo wakati nitaendelea kuload, nikwambie tu kwamba somo letu la leo litaishia hapa kwa kutengeneza button, lakini video inayofuata baada ya hii usikose, ambayo itakuelezea namna ya kuweza sasa kuipa kazi hii button. Kwa sasa hii button haina kazi, hata ukiklik haitoi matokeo yote, lakini baadaye tutakuja kuipa kazi sasa kwa video ijayo, kwamba nikiklik button inanipeleka sehemu fulani, nikiklik button inakwenda kushare, nikiklik button inakwenda kulike, kurate hii application. Kwa hiyo hilo ni somo lijalo. Usikose video ijayo ambayo itaangalia mambo haya. Sasa nikukumbushe tu haraka kwamba hii Android Studio ina sehemu kuu 4, ambapo sehemu ya kwanza ni hapa manifest, sehemu ya pili ni Java, hapa ndipo panapokaa kodi zinazozikaendesha hii application. Sehemu ya tatu ni hapa resources, hapa ndiko ambapo panakaa user interface, zote zinakaa hapa. Hapa panakaa picha, kama una picha zako unaweka hapa. Hapa panakaa muonekano wa nje ule, kama unavyoona button tunavyotengeza ni hapa kwenye layout. Hapa panakaa icon, images, zile icon za app zinakaa hapa. Hapa value kunakaa maelezo mengine ambayo yanahusiana na hii application. Kama tunavyoona kuna color hapa, unaweza kuweka rangi kama unavyoona hii application na rangi hii button rangi hii, unaweza kubadilisha hii rangi ikawa ya blue. Kwa rangi unabadilishia hapa. Kuna string kama nilivyokuonesha hapa, nini ni text. Okay, kwa hiyo application yetu tayari imeshatengeneza APK yetu hapa. Wacha tuione kwenye hii hapa tayari nimekuja hapa kwenye event na kuja kwa location. APK yetu tunakwenda kuitafuta iliko. APK yetu ni hapa, na kwenda kuicopy hiyo control C, na kwenda kuicopy na kwenda kuipaste kwenye desktop hapa. Nimesha paste kwa desktop na kwenda kufungua co-player hii. Shafungua co-player hii na install hii ya kwanza ya mfano natoa. Kwa hiyo nakwenda kuload hapa APK hapa. APK nikisha click hapa na kuweka kwa desktop kama unavyoona hapa desktop. Application yetu ni hii hapa,
na kwenda open. Okay, tunasubiria iendelee. Tayari imesha install, tayari My Professional app imeshakaa hii hapo kama unavyoona, na tukikliki tunakutana button zetu tatu hizi hapa, button ya kwanza, ya pili, ya tatu. Isipokuwa kama nilivyokuambia hizi button kwa sasa hazina kazi. Hata nikikliki kufanya chochote, lakini video ijayo utakuja kuzipa kazi. Nikikliki hapa kuna kitu kitakuwa kinatokea. Na kama unavyoona tumeirotate, imekuwa katika mtindo kama huu. Kwa hiyo hii ndio faida ya kuweka constraint. Kama tusinge kazi ya constraint, basi tukirotate tunakuta mabatani yamevurugika. Kwa ufupi somo letu la leo linaishia hapa. Tafadhali subscribe channel hii na endelea kuwa pamoja nasi katika video ijayo utakapojifunza mengi zaidi kuhusiana na Android application. Asante.